Habari za muda huu wapendwa wasikilizaji na watazamaji popote pale mlipo. Mimi kwa majina naitwa Ashura. Nipo hapa kwa jambo moja. Napenda kusaidia wenzangu pia kwa changamoto mbalimbali. Kwa leo nitaongelea PID. Session letu leo inahusiana na PID. PID inamaanisha kwamba kwa kirefu ni uvimbe kwenye via vya uzazi vya mwanamke. PID imekuwa kilio kikubwa sana kwa wanawake hasa vijana, mabinti kuanzia umri wa miaka 20 na kuendelea. Swali ni kwamba PID inatokeaje? PID inatokea au inasababishwa na vitu vingi. Kwa mfano, magonjwa ya zinaa. Mwanamke akiambukizwa magonjwa ya zinaa, mfano gonorea, inachukua muda mrefu sana kuonesha dalili tofauti, na upande wa mwanaume dalili zinaonekana baada ya siku 2 na kuendelea, ila mwanamke anaweza chukua hadi mwezi mmoja bila kuona dalili yoyote. Namba 2 ni utoaji mimba holela. Mabinti wengi wanakuwa wakitoa mimba holela na sometimes hawapei maelekezo vizuri jinsi ya kujisafisha baada ya kutoa mimba. Badala yake mimba ikishatoka tu anaona ameshamaliza kila kitu. Kumbe anasababisha PID bila kujua. Sababu ya 3 inayopelekea mtu kuwa na PID ni kujimwagilia mara kwa mara sehemu za siri, yani kufanya douching, ni kama kujisafisha kwa kutumia zile dawa za vimiminika kusweka sehemu za siri, ambapo ukitumia mara kwa mara inasababisha kuua pneumothorax wa sehemu za siri na kupelekea kupata maambukizi ya PID, ambapo utakuwa unatokwa na uchafu sehemu za siri ambao unakuwa na harufu mbaya. Uchafu unakuwa na rangi nyeupe, unaweza ukawa na rangi ya njano au ya maziwa. Na pia sababu nyingine inayopelekea PID ni kuwa na wachumba zaidi ya mmoja, kwa sababu pale unapokuwa na huyu leo huyu kesho kutwa yule, huwezi kujua maambukizi umeyatoa wapi, na hauwezi kujua kwamba wote hao uliotembea nao kwamba wote wako safe. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kujikinga na kuweza kuwa na mchumba mmoja. Tunaendelea dalili za PID kwa mwanamke. Dalili ya kwanza kabisa, anakuwa anapata maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Dalili ya pili, kutokwa na uchafu mweupe au wa maziwa au rangi ya njano sehemu za siri unaoambatana na harufu kali. Namba 3, mzunguko wa period kuvurugika. Namba 4, kupata homa kali. Namba 5, maumivu wakati wa kukojoa. Kwa mwanamke ambaye ana PID, kwa dalili ambazo nimezitaja, atakuwa anaona hizo dalili baada ya kupata maambukizi ya PID. Kwa hiyo kwa ushauri zaidi, ukiona dalili kama hizo, ni mara 100 ukawahi hospitalini ukaonana na daktari ili kupata msaada zaidi. Madhara ya kutokupata matibabu kwa wakati kwa mtu mwenye dalili kama hizo ambazo nimezitaja hapo awali. Madhara namba 1 ni kupata mimba ambayo itatunga nje ya kizazi. Madhara ya pili ni kutokushika ujauzito. Endapo mtu huyo atakaa na hiyo shida kwa muda mrefu, itapelekea kutokushika ujauzito. Complication nyingine ya 3 ni kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Ina maana yeye akiwa anashiriki tendo la ndoa anasikia maumivu makali sana. Kwa hivyo, kwa mtu ambaye anapata hii changamoto, ni vizuri akawahi hospitalini na kuweza kupata vipimo, kwa mfano kufanyiwa ultrasound ili kujua hiyo shida imekuwa kwa kiasi gani na jinsi gani aweze kupata matibabu. Kinga, namna ya kujikinga na huu ugonjwa wa PID. Kuna njia tofauti tofauti za kujikinga na PID.
ikiwemo kutumia kinga ambazo ni condom. Ukitumia kinga utakuwa safe, kwa sababu unaweza ukakutana na mtu wako ndio mna mahusiano kwa muda mrefu, lakini huwezi kujua kwamba hana maambukizi au anayo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutumia kinga. Kinga namba 2 ni kwamba tusitumie sana dawa za kujimwagilia sehemu za siri ambazo ni za vimiminika kwa kusweka sehemu za siri, kwa sababu ukitumia mara kwa mara tunaua nomofloras wa sehemu za siri ambao wanalinda sehemu za siri. Namba 3, tuzingatie sana usafi wa dada jamani, tuwe wasafi. Hapa tunaenda kuangalia namna gani ya kujitibu. Ugonjwa huu unatibika, sio kwamba hautibiki, unatibika vizuri tu. Pindi unapoona hizo dalili, unashauriwa uwahi kuonana na daktari ili upate msaada zaidi. Na ugonjwa huu unatibika kwa kutumia antibiotics. Na dawa hizi hazitoki hivi bila prescription ya daktari ambayo imeandikwa na daktari, inayoelekeza kwamba una shida fulani utumie dawa 1, 2, 3. Lakini matibabu ya pili, ukipata matibabu, unashauriwa mpate matibabu wote wawili, wewe na mwenza wako. Hakikisha mnamaliza dozi yenu, kama ni ya wiki 2, mmalize wiki 2 pasipo kushiriki tendo mpaka mtakapomaliza dozi na kuhakikisha kwamba mmepona. Kwa ushauri unatakiwa kwa wadada kikawaida, ndio sikatai, kuna wengine unakuta na wachumba zaidi ya mmoja. Tunatofautiana, lakini ni vizuri zaidi ukawa na mtu mmoja ili kujua hata kama ukipata maambukizi unajua kabisa haya maambukizi nimepata kwa mtu fulani. Sasa unapokuwa na watu wengi unashindwa kujua kwamba hapa nimetoa wapi haya maambukizi. Kwa leo ni washukuru sana ndugu wasikilizaji, ndugu watazamaji popote pale mlipo. Na shukuru kwa kuweza kunani katika hii session yetu ya leo. Leo tunaishia hapa. Kwa mtu ambaye atakuwa na maswali, dukuduku, anaweza kunitext kwenye comment hapo. Naomba msubscribe, mshare na mlike pia. Mtakuwa wa kwanza kupata clips zangu hizi, nikitoa tu nakuwa wa kwanza kuzipata. Asanteni sana.